Naam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa niko upande wa habari za biashara. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu. Serikali imeliagiza shirika la mawasiliano Tanzania TTCL kuongeza kasi ya uangazishaji wa internet ya mkongo wa nyuzi majumbani kwa lengo la kufikisha huduma hiyo katika nyumba milioni 1 ifikapo Juni 2028, hatua inayolenga kuongeza matumizi ya uchumi wa kidigitali na kufungua fursa zaidi za biashara, ajira na uwekezaji. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki wakati akizindua awamu ya pili ya mradi wa Faiba Mlangoni Kwako jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa mafanikio yapimwe kwa idadi ya wateja wanaounganishwa, ubora wa huduma na gharama nafuu. Fikisheni Faiba katika makazi yanayoendelea kukua. Fikisheni Faiba katika vituo vya kibiashara, masoko, maeneo ya viwanda, shule, vyuo, vituo vya afya na ofisi zingine za serikali Tanzania bara na Zanzibar. Naye mkurugenzi mkuu wa TTCL Moremi Marwa amesema awamu ya pili ya mradi huo inayoanza Julai 2026 inalenga kujenga home passes 400,000 katika Tanzania bara na Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya mpango mkakati wa kibiashara wa miaka 10 wa shirika. Amesema TTCL imeanza kutumia teknolojia ya GPON inayomwezesha kuunganisha wateja wengi kwa wakati mmoja, kupunguza gharama za uendeshaji na kuboresha ubora wa huduma, huku mpango ukiwa ni kufikisha maunganisho takribani 750,000 ifikapo Julai 2027 na milioni 1 ifikapo Juni 2028. Shirika limeanzisha utekelezaji wa mradi wa Faiba Mlangoni Kwako awamu ya pili, ambayo huduma ya internet itafika katika mikoa yote nchi nzima kwa maana ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Kama tumeweza kukusanya bilioni 100 kwa kuunganisha watu 280,000 mpaka 2025 na malengo kukusanya bilioni 400 hadi 27 kwa kuunganisha watu milioni 1, kwamba tukija tukuunganisha watu milioni 2 tutaweza kupata karibu trilioni 1 kufikia 2030. Kwa nini serikali isiwekeze fedha? Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Benki Kuu ya Tanzania BOT imeridhia ombi la shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo madini Tanzania FEMATA la kuanzisha benki yao itakayokwenda kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo mikopo. Zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba ameridhia ombi hilo baada ya FEMATA kuwasilisha dhamira hiyo katika kikao maalum kilichofanywa kati ya BOT na wachimbaji wadogo mkoani Geita. Mshikamano niliona kwa watu waliotoka Chunya, Katavi na maeneo mengine wamekuja Geita, mkikusanya nguvu zenu wote, nina uhakika kabisa kwamba tutakuwa na benki nzuri yenye nguvu ambayo itaendelea kuleta mchango chanya katika sekta yetu hii ya madini. Tunaomba sasa kwamba benki hii ya wachimbaji yaanze, na nikuhakikishie gavana kwamba wachimbaji wako tayari. Kabla ya kuanzisha kwa hili tumekuwa tukikopeshana wenyewe sisi kwa sisi, na kwa upande wa wachimbaji ni sisi peke yetu ambao tumeweza kujipambanua na kusogea mbele. Kiti wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoa wa Geita, Titus Kabuo, amesema miongoni mwa masharti ya uanzishaji wa benki hiyo ni pamoja na kuwa na mtaji wa kuanzia bilioni 15 hadi 20, jambo ambalo wachimbaji wadogo Tanzania wanaweza kulifanya. Hatulengi kuwa benki ya watu wachache, kwamba labda watu 2, 3 waweze kuchanga hiyo fedha na kuanzisha. Hapana, tunataka benki ambayo itamgusa kila mmoja ili ilete tija kwa watu wote. Lakini hii benki inaenda kuwa mwarobaini, maana inaanzishwa na wachimbaji wenyewe na inaenda kuwahudumia wachimbaji wenyewe. Kwa hiyo niwaombe wachimbaji wote Tanzania tuiunge mkono. Lakini hichi kinachokwenda kuanzishwa Tanzania, nadhani kwa Afrika inaweza ikawa ni kitu namba 1. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, na huo ndio mwisho wa habari za biashara, na tukirudi ni kwenye habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Esther Mtebe.